Karibuni tena katika familia yetu ya Maarifa ya Neno ili tuweze kutafakari kwa pamoja, na ujumbe wetu wa leo unasema, je, wewe ni mchungaji mwema? Je, wewe ni mchungaji mwema? Kila mmoja wetu anapaswa kuwa mchungaji mwema. Katika Injili ya Yohana, Yesu anatamka mara 3, mimi ndimi mchungaji mwema. Yohana sura ya 10 mstari wa 11 na ule wa 14. Katika sehemu kubwa ya sura hii au aya ya 10 ya Injili hii ya Yohana, Yesu anazungumzia juu ya kondoo na mchunga kondoo. Kama tujuavyo, kondoo ni wanyama wafugwao kama vile mbuzi na ng'ombe. Kwa wale waliowahi kufanya kazi ya kuwachunga kondoo, watakubaliana nami kuwa kondoo wana sifa moja ya kipekee. Tofauti na wanyama wengine, kondoo wana tabia ya kuweka mategemeo na imani kwa yule anayewachunga. Utaona kondoo mara zote wakimfuata mchungaji nyuma, wakijua ya kuwa yeye atawapeleka katika malisho mazuri na pia anawahakikishia usalama wao. Kondoo akipotea, hana uwezo wa kujirudisha kwenye kundi. Atahitaji msaada wa mchungaji. Mchungaji atafanya kazi ya kumtafuta na kumrejesha kwenye kundi, kama tunavyosoma katika Luka sura ya 15 mstari wa 3 mpaka ule wa 7. Mchungaji asipokuwa makini au akiwaacha kondoo wenyewe, basi kondoo hutawanyika, kama tunavyosoma katika Mathayo sura ya 26 mstari ule wa 31 na Marko sura ya 14 mstari wa 28 mpaka ule wa 30. Vilevile, mchungaji feki anafananishwa na mwizi au mbweha. Mchungaji huyu huingia zizini kwa kujipenyeza kwa hila, akiwa na lengo la kuwala kondoo. Na hii tunaisoma katika Yohana sura ya 10 mstari wa 1 mpaka ule wa 2. Kondoo wakiisha kumtambua mchungaji feki au mchungaji mwovu, hawamfuati. Yohana 10 sura ya 1 mpaka mstari ule wa 6. Kwa maana nyingine, kondoo hukosa imani na mchungaji ambaye hafai, nao hawatasikiliza sauti yake na wala hawatamfuata. Yesu anasema mchungaji mwema huutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo na si vinginevyo. Na hii ni kwa sababu kondoo hawawezi kujitetea wenyewe, na ikiwa kama mchungaji hatawapigania, basi kondoo hupotea au huumizwa. Yesu anasema yeye ni mchungaji mwema kwa sababu yeye amejitoa uhai wake kwa ajili ya kuwapigania kondoo. Tena Yesu anasema, nimeshuka kutoka mbinguni si kwa ajili ya matakwa yangu, ila kutimiza matakwa ya yule aliyenituma. Yohana sura ya 6 mstari wa 38. Na matakwa ya yule aliyenituma ndio haya. Yesu anasema, nisimpoteze hata mmoja kati ya wale alionipa. Nisimpoteze hata mmoja kati ya wale alionipa. Yohana sura ya 6 mstari wa 39 na pia Yohana sura ya 18 mstari ule wa 9. Mfano wa kondoo na mchungaji mwema
unatupatia fundisho kubwa na la maana sana katika maisha yetu. Tunaweza kulinganisha uchungaji mwema na yale majukumu tulionayo, iwe ni mwalimu, tabibu, askari, mwanasiasa, msimamizi wa kazi fulani, mzazi na hata kiongozi wa kiroho. Kama mwalimu, jamii inakuamini na kuwaweka watoto wao mikononi mwako, wakitegemea kuwa wewe ni mchungaji mwema. Kama wewe ni mzazi, umepewa familia uwalee, uwatunze, ujali maslahi yao, ujinyime hata kuhatarisha maisha yako kwa ajili yao. Kama wewe ni tabibu, umepewa majukumu ya kuangalia wagonjwa wasiojiweza. Kama mchungaji mwema, unajitoa kujali hali za wagonjwa, kuhakikisha uhai wao, hata wakati mwingine kuyaweka maisha yako hatarini kwa ajili ya uhai wao. Kama wewe ni mwanasiasa, unatakiwa kuwa mchungaji mwema kwa kuwatetea, kuwalinda na kudumisha ustawi wa wale unaowaongoza. Kama wewe ni kiongozi wa kiroho, umepewa majukumu ya kuwaongoza watu wa Mungu walio chini yako, na ni jukumu lako kuhakikisha usalama, amani na ustawi wao kiroho na hata kimwili. Na yote haya unayafanya kwa kujinyima, hata kujiweka hatarini kwa ajili yao na sio wao kwa ajili yako. Kama wewe ni kiongozi wa taasisi au mtunzaji wa mali, kama mchungaji mwema, unawajibika kusimamia taasisi au mali zilizowekwa chini yako. Hata wakati mwingine unapaswa kuwa tayari kuhatarisha maisha yako kutunza taasisi au mali zile, ili zisije zikaibiwa au kuharibika. Bahati mbaya, wengi wetu sio wachungaji wema, bali ni wachungaji feki au wachungaji wasiofaa. Tunaweka maslahi ya binafsi mbele. Tunakuwa na tamaa mbaya kiasi kwamba tunajikuta hata tukiwatafuna kondoo waliowekwa chini yetu. Wengi wetu tunapopewa dhamana ya kondoo, tunajisahau na kuanza kuwatendea mabaya, mfano kuwaumiza, kuto kuwatunza, na wanapopata shida tunawakimbia au tunatumia shida zao kama nafasi nzuri ya kuwatafuna. Tuchukue mfano wa mwalimu anayemlaghai mwanafunzi mdogo na kumpa mimba. Huyo sio mchungaji mwema, bali ni mchungaji mbaya. Kiongozi anayepashwa kutoa fursa za kazi kwa wanaostahili, lakini anatumia mwanya huo kulazimisha rushwa ya fedha, mali na hata rushwa ya ngono ili ampe mtu kazi. Huyo si mchungaji, bali ni mbweha. Mzazi anayetelekeza watoto wake, huyo ni mbinafsi na ni mzazi mbaya. Mwanasiasa anayewanyanyasa na kuwanyima haki raia wake, huyo ni mchungaji bandia. Kushiriki au kulazimisha kutoa mimba ili eti kuficha aibu au kulinda cheo, hadhi, nafasi au mamlaka, basi huo si uchungaji mwema, bali ni unyama na ushetani. Kuwageukia au kuwalaghai walio katika kundi lililo chini yako, wakati mwingine kwa kuwalazimisha kwa nguvu kufanya jambo lisilo sawa, huo sio uchungaji mwema. Kwa kifupi, tunapopewa dhamana ya kutunza mali au kuwaongoza na kuwatunza wengine, inatubidi kuchukua dhamana ile kama sehemu yetu
na si kwa sababu ya maslahi yetu. Tukumbuke, tunapoweka maslahi yetu mbele, tunajikuta tukishindwa kulea vyema kondoo ambao wamewekwa chini yetu. Tamaa zinapotuzidi, tunajikuta tukigeukia kondoo na kuwatafuna. Maandiko yanasema, Yesu aliwaambia watu mfano wa mchungaji mwema, lakini wao hawakuelewa kile alichotaka kuwaambia. Na hiyo tunasoma katika Yohana sura ya 10 mstari wa 6. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msiifanye migumu mioyo yenu. Zaburi ya 95 mstari wa 1 mpaka wa 11. Tusiwageukie kondoo na kuwatafuna. Tusiwakimbie kondoo wakabaki bila mchungaji. Tujitoe uhai wetu kwa ajili ya kondoo. Sasa basi, je, wewe na mimi tunathubutu kusema mimi ni mchungaji mwema? Tumsifu Yesu Kristo.